Muona hichi kipimo hapa juu kinaitwa Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Sisi kama Watanzania tunapenda kuita kipimo cha mwili mzima, yani kile kipimo cha kushika hivi, unashika kinakuskani mwili mzima, yani unaona picha kama hivyo zinapita pita, baadaye daktari au mtaalamu yule anakupatia ile report imekuwa printed kwenye computer. Let me declare my interest. Cha kwanza, mimi ni medical doctor, nimesoma bachelor yangu KCMC, lakini pia ni mtaalamu wa tiba asili niliyesajiliwa na serikali, na nina run clinic pia ya tiba asili na lifestyle. Kwa hiyo sisemi kwa ajili ya kuharibu huduma za wenzangu ambao wanafanya kutumia hizi mashine, kwa sababu kuna notion kwamba medical doctors huwa tunapenda kuharibu tiba asili. Yani tunaweka vitu kwamba labda tiba asili zinaharibu figo, haziko regulated vizuri na nini, vitu kama hivyo. Sipo huko. Mimi nipo katika namna, interest yangu kubwa ni kwamba nataka nione siku moja tiba asili na tiba za kawaida zipo in harmony, yani zipo integrated. Nadhani pia hata nimemsikia waziri akisema ile dira ya Tanzania kwamba nataka tuelekee huko mpaka kufikia 2030 kuwe na integration kati ya tiba asili na tiba za kawaida hizi allopathic. Kwa hiyo vitu mmoja wapo ambavyo vinaweza vikawa vinatuvuruga, vinatukosesha credibility hasa tiba asili, ni kufanya vitu ambavyo havina evidence, haviko proven, yani havina mantiki. Yani tiba asili haimaanishi kufanya vitu ambavyo havina ushahidi, ila ni kufanya vitu ambavyo vipo katika hali ya asili zaidi, katika namna ya kusaidia magonjwa, kutibu na kukinga. Sasa moja hapo issue ni hii mashine hapa, hii kipimo cha mwili mzima, hii analyzer. Hichi kipimo kinaaminika kwamba ukikishika utapima magonjwa yote mwilini ambayo hayaambukizi. Ndio kinachokuwa kinasemwa. Yaani kama una uvimbe, kama una hormones hazija balance, kama una shida ya moyo, shida ya figo, yani utapimwa vyote kwa kupitia hii scanner. Sasa logic za haraka ukijaribu kuwaza, inawezaje kudetect magonjwa kama hayo sensitive na upungufu, deficiency za madini, vitamins zote mwili mzima? Kidogo inakuwa na mashaka. Na mimi nimetafuta evidence. Kama utakuwa nayo, tafadhali share na sisi ili tupate pia solid ground ya kufanya hivyo. Mimi sifanyi hivyo vipimo. Yaani kama naweza kupima mwili mzima, evidence iko wapi? Nani ambaye kudhibitisha kwamba inafanya hivyo? Au umewahi kufanya hicho kipimo alafu ukaenda kufanya vipimo labda maabara kudhibitisha, labda umepima cholesterol levels, ukaenda pia ukafanya cholesterol maabara ukaona kama ziko sawa, au labda ufanya labda chemistry au umepata hematology ukaenda ukalinganisha ukaona kama iko sawa. Sidhani kama inaweza ikawa sawa, kwa sababu pale watu kibadilisha parameter, labda wewe ni mwanamke ukaweka mwanaume, inaweza kana majibu tofauti. Labda ukabadilisha umri, inaweza kaleta majibu tofauti. Orientation, jinsi ulivyokaa, ulivyojiweka kidole au ulivyoweka nini, inaweza kana majibu tofauti. Kwa kidogo inakuwa ina mashaka. Nadhani kama ingekuwa legit, nadhani hata hivi vitu vyetu vya tiba nadhani tungetumia zaidi, kwa sababu ni cheaper hata kuinunua, cheaper ku maintain, ni rahisi hata kuoperate. Kwa hiyo nadhani kuna namna ya kuboresha zaidi. Kama unafahamu kitu fulani unaweza kutusaidia hapa, labda una evidence au una case study ambayo inaweza kutusaidia tukazijua zaidi hizi mashine, tafadhali share na sisi hapa kwenye comment. Otherwise ni vizuri tukajifunza na tukatumia zaidi vitu ambavyo vina evidence ili kuwa in harmony. Yaani ukija ukaniambia mimi nimefanya kipimo cha mwili mzima, siwezi kukiamini, yani siwezi kutumia hizo data zako kukusaidia. Lazima nitakwambia uende labda maabara ukafanya nini. Kwa hiyo unakuwa ni kama vile una delay matibabu ambayo ni mazuri, au unashindwa hata pia kufanya mawasiliano. Sababu ukiwa unafanya tiba za chakula, tiba asili, sio issue zote ambazo utaweza kuzihandle pale. Inabidi uweze kutengeneza mfumo wa kufanya referral. Sasa unafanya referral, lakini data za huku nyuma, vipimo na nini hazieleweki, yani hawezi kuwasiliana na wenzako. Kidogo inakuwa inaturudisha nyuma. Nadhani kuna namna fulani vya bora zaidi tunaweza tukafanya. Kama una experience, tafadhali share na sisi hapa kwenye comment. Take care.